Karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye chaneli yako pendwa ya Massive Recaps, na leo nitawasimulia movie kali iendayo kwa jina la Prey. Filamu inaanza mnamo mwaka 1719 kwenye tambarare kubwa za Amerika ya Kaskazini. Aliishi msichana mmoja mrembo kutoka kwenye kabila la Comanche aliyeitwa Naru. Ingawa alifundishwa tiba za mitishamba kama mganga wa kienyeji, lakini ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuwa mwindaji hodari kama kaka yake anayekwenda kwa jina la Taabe. Siku moja alipokuwa porini anawinda swala, Naru akaona mwanga mmoja wa radi ya ajabu iliyokuwa ikikatiza angani. Akizani ni ishara kutoka kwenye imani za kabila lao kwamba muda wake wa kuwa mwindaji umeshawadia, lakini hakujua kwamba ulikuwa ni usafiri wa kiumbe hatari kutoka kwenye sayari nyingine. Wakati huo anashtushwa na mayowe ya wanakijiji kwamba shujaa mmoja aitwaye Puhi ameshambuliwa na puma. Naru akaondoka pamoja na kikosi cha uokoaji, wakamkuta Puhi karibu na kukata roho. Kwa kutumia dawa ya asili ya mitishamba walioiita Tostia, ikapunguza joto la mwili na kusaidia kuzuia damu isiendelee kutoka. Naru na kundi la wawindaji wanabakia porini kumtafuta puma huyo, lakini ghafla wanakutana na jambo lisilo la kawaida: nyoka aliyechuna ngozi kwa njia ya kustaajabisha sana. Naru anarudi nyuma akiwa pamoja na paka, wanaungana na Tabe kutengeneza mtego wa kumvizia puma, lakini mambo yanageuka ghafla. Puma anamuua paka mbele ya macho yao. Anajaribu kupambana naye, lakini anashtushwa na ngurumo kubwa pamoja na mwanga wa ajabu kutokea mbali kidogo. Alipogeuka kuangalia, puma huyu hapa, asidondokee jiwe na kuzimia. Anazinduka kijijini akiwa na wasiwasi mzito. Tunamwona Tabe anarudi kijijini akiwa amembeba puma aliyeuawa, jambo linalofanya atangazwe kama mkuu wa vita kijijini kwao. Lakini Naru aliamini kwamba lazima kutakuwa kuna kitu kingine cha kutisha zaidi ya puma. Anarudi msituni tena akiwa sambamba na mbwa wake wa kuitwa Sari. Njiani anajikwaa na kutumbukia kwenye tope zito. Kwa shida sana anafanikiwa kujinasua. Kabla hajapata nafuu, dubu mkubwa aina ya grizzly akamvamia, lakini kabla ya dubu hajamfikia, kiumbe cha ajabu kisichoonekana kikamshambulia dubu na kumuua pale pale. Naru akatumia nafasi hiyo kutoroka. Wakati anakimbia na kutana na wawindaji wengine wa Comanche waliokuwa wakimtafuta yeye. Hata hivyo, Naru anawasimulia wawindaji wengine juu ya kiumbe wa ajabu aliyekutana naye. Sisi tunamfahamu kama Predator. Alimsumbua sana Anodi huyu jamaa. Wananasa kwenye mitego ya wawindaji wa Kifaransa. Kundi hilo linawakamata na kuwasweka sero. Kalimani wao aliyeitwa Rafael akamuuliza kuhusu ule mnyama wa kutisha. Je, wamewahi kukutana naye? Lakini Naru hakusema chochote, alibaki kimya. Kiongozi wa Wafaransa akaamuru atolewe nje Tabe, ambaye alikuwa ni kaka yake na Naru. Wakaanza na kumtesa, mwishowe wakawatumia wawili hao kama chambo ili wamkamate Predator. Wakiwa kwenye harakati za mawindo, ghafla Predator akajitokeza na akaanza kuteketeza mmoja baada ya mwingine. Katika vurugu hizo, Tabe na Naru akafanikiwa kutoroka na kwenda moja kwa moja kumwokoa mbwa wake Sari. Anakutana na Rafael akiwa na demadema kwa maumivu baada ya kukatwa mguu na Predator mzee. Rafael akamfundisha Naru kutumia bastola baada ya Naru kumtibia jeraha lake. Kumbuka Naru alikuwa mganga wa kienyeji, hivyo akampatia dawa ya Tostia ambayo ilimsaidia kupunguza joto la mwili na kuvuja kwa damu. Ghafla Predator akawasili. Rafaeli akajifanya kama amekufa hivi, na hapo ndipo Naru akagundua siri muhimu sana, maana Predator alikuwa akifanya mawindo kwa kufuatilia joto la miili ya viumbe hai. Kwa sababu dawa aliyopewa Rafaeli ilikuwa ni ya kushusha joto, Predator alishindwa kumwona kabisa Rafaeli, lakini Rafaeli alipiga kelele baada ya kukanyagwa, ndipo Predator hapo hapo akammalizia. Muda huo Tabe alifika akiwa juu ya farasi, akamshambulia Predator. Alifanikiwa kumjeruhi, lakini mwishowe Tabe naye akauawa. Naru akiwa kwenye harakati za kujitetea na kukutana na ule Mfaransa aliyewatoa chambo yeye na kaka yake, na yeye akamtoa chambo vile vile. Wazungu wanasema what goes around comes around. Na yeye Naru anakunywa dawa ya Tostia ili kupunguza joto la mwili wake. Akatumia bastola ya Rafaeli kumpiga Predator na kuangusha kifaa chake cha usoni, tunaweza kukiita target machine, kisha akamvutia mpaka kwenye ile tope wakiwa wanaendelea kupigana. Predator naye akanasa umo kwenye ile shimo, akamrushia mkuki wake akizani ungemuua Naru, lakini kifaa chake cha kuelekezea mkuki kwenye target kilikuwa kimeelekezwa kwenye upande wake mwenyewe. Mkuki ukazunguka na kumrudia mwenyewe na kumchoma. Hapo ndipo Predator akaiaga dunia. Tulikuwa naye siku zote za mapambano. Naru akakata kichwa cha Predator na kujipaka damu yake usoni iliyokuwa inang'aa, kisha akakibeba kichwa kile mpaka kijijini. Baada ya wanakijiji kuona vile, wazee wa kabila wakamtangaza rasmi kuwa chifu mpya wa vita. Lakini kabla sherehe sijaanza, Naru akaonya watu wake wanapaswa kuondoka eneo hilo haraka, kwa sababu dunia yao ilivamiwa na viumbe hatari kama wale. Na hapa ndipo movie letu la Prey linafikia tamati. Bwana, ulikuwa nami msimulizi wako Cash Nova aka Massive. Fanya kulike na kusubscribe kwenye chaneli yetu kwa ajili ya simulizi zijazo kali na tamu kama hii. Tukutane tena wakati ujao. Chao.